forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Haijawahi kusemwa juu ya uso wa dunia. Kwa hivyo kama haijawahi kusemwa hapo awali, usiku wa leo tutaenda kujua ilitoka wapi. Habari. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 12. Kifungu cha kwanza. Hakika haifai kwangu kujisifu, lakini nitakuja kwenye maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo ambaye miaka 14 iliyopita, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, au nje ya mwili sijui, Mungu ajua, alinyakuliwa hadi mbingu ya tatu. Nami namjua mtu wa namna hii, kwamba alikuwa katika mwili au nje ya mwili sijui, Mungu ajua, ambaye alichukuliwa hadi peponi. Kwa hiyo mbingu ya tatu na paradiso ni kitu kimoja, ambapo alisikia maneno yasiyoweza kusemwa. Hiyo ndiyo mada ya leo, maneno yasiyoelezeka. Hilo halipewi kwa mwanadamu kueleza. Hei, kwa miaka 2000 hakupewa mwanadamu kuyaeleza. Naam, mtu hajapewa kujieleza. Yeye anasema, sijui kama walinitoa nje ya mwili, au alikuwa katika mwili, sijui, lakini nilinyakuliwa hadi paradiso, hadi mbingu ya tatu. Si hapa katika mbingu ya kwanza, ambapo kanisa limeketi katika ulimwengu wa roho. Ndiyo maana inasema kwamba kanisa limeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho, pamoja na Kristo, kwa maana hiyo ndiyo mbingu ya kwanza. Kisha kuna mbingu ya pili ambayo mimi huruka kila wiki, katika urefu wa futi 35,000 katika anga ya nje ambayo iko pale. Kisha kuna mbingu ya tatu ambayo ni paradiso. Kwa hivyo anasema, sijui jinsi hiyo ilifanyika, ninachojua ni kwamba nilikuwa na nikasikia maneno fulani ambayo haijatolewa kwa mwanadamu kujieleza. Naam, ndiyo maana hujasikia kwa miaka 2000. Kwa muda wa miaka 2000 hamjasikia maneno hayo, kwa sababu aliyasema hakupewa mwanadamu kuyaeleza. Basi akaenda chini na kuandika. Lakini ulikuwa na Biblia hiyo. Angalia, unajua kuna shule ngapi za uigizaji duniani? Na wanasoma kitu kimoja mimi na wewe tunasoma. Kinachotokea ni kwamba Mungu alikuwa na utaji ili wasione mlioyaona. Na kisha unaisoma na kuiona. Na kisha unaweza kuisoma. Nilisoma hapo awali na kuruka kila kitu ninachokuambia. Nilikuwa nikipuuza hilo kwa sababu nilikuwa nimefunikwa pia. Sikuelewa. Kwa kweli, unajua kwa nini? Mfumo wa kidini duniani. Hunielewi? Kwa sababu wamefunikwa. Wana pazia. Kwa kweli, hawaelewi chochote tunachosema, hakuna chochote. Ni ajabu. Tazama, leo nimesikia tangazo kwenye kituo chetu cha redio kutoka kwa mchungaji aliyesema, Mungu akubariki. Naam, ni wakati wa mmoja wa wale malaika watukutu kuja pamoja naye na kumpiga kofi. Unajua kwamba unamwacha bila meno, unajua. Kwa sababu ni kufuru kusema Mungu akubariki. Usidhubutu kusema maneno hayo. Sasa, tazama maneno hayo yasiyoweza kusemwa ambayo hayapewi mtu kuelewa. Mungu alitumia hivyo ili ukweli usieleweke. Ili hakuna mtu angejua pamoja na mimi
kwamba nilikuwa katika mfumo huo kwa miaka mingi. Jambo ambalo sikuwahi kuelewa ni hilo. Jambo lile lile lilinitokea. Ili niweze kuelewa hilo, ilibidi nipelekwe mahali pale walipompeleka Paul. Na sasa nawaambia, sijui kama ilikuwa ndani ya mwili au nje ya mwili. Najua nilikuwa katika jimbo la Massachusetts. Na ilikuwa Krismasi. Na ninakumbuka hilo. Cheo, mwanangu mkubwa, alikuwa mdogo na aliniambia, baba, unajua wanachosema ni kwamba Bwana anakuja, sivyo? Nami nikamwambia wazi, naam, Bwana anakuja, naye ananijibu, kwa sababu anakuja usiku wa leo. Lakini mtu anaelewa Bwana anakuja jinsi mfumo unavyoeleza. Hiyo inakuja na kuunda janga duniani. Na hilo kundi la upuuzi wanasema, kwa sababu tangu wamefunikwa, kila walichosema si sahihi. Angalia, kila kitu ulichosikia kabla ya kufika hapa usiamini. Lakini kila kitu, ninamaanisha kuanzia Ukatoliki, Uprotestanti, kila kitu ulichosikia hapo awali inabidi ujivunje ubongo. Lazima uweke asidi ya muriatic huko kama hii, au kwa moja ya mashine hizo za shinikizo la juu za kuosha injini za gari, ili kuta zote za akili yako zisafishwe, ili upate kimo cha mtu mkamilifu. Kisha akaniambia, baba, usiku huu Bwana anakuja. Na nikawaza, sikuelewa chochote. Nilidhani anaogopa, nikasema, unataka nikupeleke kitandani? Unaogopa? Naye ananiambia, hapana, si kwamba malaika alikuja na kuniambia hivyo. Nilisikia sauti ya wazi na nilihisi uwepo. Kisha akashuka na akaniambia kwamba alikuwa kwenye ghorofa ya pili ya nyumba. Basi nikaenda kumlaza kitandani. Na mimi nilirudi chumbani, kulikuwa na theluji. Haungeweza kuondoka nyumbani, kulikuwa na theluji nyingi. Ilikuwa Krismasi. Sijui, nilikaa kwenye kiti nilichokuwa nacho. Na nilikuwa nikifikiria na nikasema, hey, kwa nini aliniambia hivyo? Kweli nilikwenda na kulala, na nilipolala, mara nikalala. Na wakanichukua mahali hapa kwa paradiso. Na huko Bwana alinitokea. Bwana Yesu Kristo. Je, unajua hiyo ni nini? Nilipowaambia watu, fikiria. Kwa kweli sidhubutu kumwambia mtu yeyote jambo hili, kwa sababu wanachosema ni kwamba huyu jamaa ni kichaa. Familia yangu ndiyo ilikuwa ya kwanza kusema, kumbuka alitumia dawa za kulevya alipokuwa mdogo. Lazima atakuwa kwenye moja ya safari hizo. Ambapo inaonekana kwamba ilikwama, kuna kitu kilikwama hapo. Na maanisha, mimi kwa kweli siwalaumu kwa kutoelewa kwa nini ni hivyo. Ni kwamba tu mambo kama haya yanapotokea ni ya ajabu sana. Fikiria, nilikuwa Atlanta katika idara ya uinjilisti wakichukua baadhi ya madarasa kwa ajili ya Puerto Rico. Na nilipomwambia moja ya maneno kwa mwanatheolojia ambaye ndiye anayeandika fasihi kwa shule ya Jumapili kwa nyumba ya machapisho ya Wabaptisti, na kisha nikamwambia, hey, unaonaje? Je, unafikiri nini kuhusu ukweli kwamba Kristo alipokufa tulikuwa wafu kwa dhambi kabla hatujafa ndani? Sasa tumekufa kwa dhambi. Na kisha akaniambia, sawa, tumekufa kwa dhambi. Aliniambia hivyo. Kwa hiyo, je, unaamini kwamba tumekufa kwa dhambi? Lakini likaja neno lisiloweza kusemwa, ile ambayo haikusemwa.
Kisha nakuja kumwambia, ikiwa tumeifia dhambi, hivyo sisi ni wakamilifu kwa sababu tumekufa kwa dhambi. Kitu kimoja kinatokea na hii: ikiwa umekufa kimwili, haiwezekani kwa idara ya mapato kukutoza kodi. Si serikali au polisi. Ikiwa una kesi inafunguliwa, na ikiwa una deni zimesalia. Naam, basi umekufa. Kutenda dhambi si kwa serikali. Umekufa kwa dhambi. Kwa sababu umekufa kwa ajili ya dhambi. Kwa Mungu. Kwa hiyo anakuona, na hilo ndilo jambo la maana anachosema juu yako, sio kile unachohisi au kile ambacho mhubiri wa pembeni anasema. Ndivyo neno linasema, Injili, ndivyo unavyopaswa kuamini. Kwa sababu hiyo itakufanyia wema. Sasa nilipomwambia, kwanza alisoma, kwa maana sisi tuliokufa katika Kristo tumeifia dhambi. Na kisha inakuja tafsiri ambayo wamenipa, kwamba hakuna aliyewahi kuwa na huyo katika miaka 2000. Hakuna mtu. Ikiwa sivyo, ningejua. Ikiwa ningesoma, nilisoma kila kitu. Maana ndivyo alivyoniambia mimi binafsi. Aliniambia, Jose Luis, nilipotoa maisha yangu msalabani, nilikuweka wafu kwa dhambi. Na kisha mimi katika mawazo yangu, kwa sababu ilikuwa mazungumzo ya akili. Hapana, hakukuwa na maneno. Nilisikiliza na kuuliza. Na kisha angenijibu. Na nikasema akilini mwangu, basi siwezi kupotea. Lakini unawezaje kupotea ikiwa umekufa kwa dhambi? Ili upotee inabidi upatikane katika dhambi. Lakini ninyi mmekufa kwa dhambi. Na nilipomwambia mimi si mkamilifu, alisema, nani kakuambia hivyo? Vema, ilikuwa ni Injili iliyoniambia kile unachosoma. Kwa hiyo mwanatheolojia akajibu, hapana, lakini sivyo ilivyo. Lakini inawezaje kuwa basi ikiwa inasema pale kwamba tumekufa kwa dhambi? Kwa maana dhambi hainihusu. Na kisha akasema, hapana. Ulisomea wapi? Hapana, sio mahali niliposoma. Au ulisoma wapi? Ni neno linasemaje? Shida ni kwamba dini zinatokana na yale wanayoyapitia, kuhisi na kusikia, lakini si yale yaliyoandikwa, kwa sababu yakienda kwenye yale yaliyoandikwa, inabidi uje nami. Imean, kama ni nini imeandikwa. Na kisha akaendelea kuniuliza. Kwa kweli, nilipofika Puerto Rico, Wilkerson aliniambia, Jose Luis, ulisoma wapi? Nami nikamwambia hiyo ilifanyika kwa sababu walipiga simu ya ghafla, unajua. Mvulana huyo alisoma wapi? Hebu fikiria kama ningemwambia, tazama, nilisoma katika chuo kikuu cha Paradise. Hebu fikiria kama ningemjibu, Bwana mwenyewe aliniambia. Kweli ningepoteza kazi yangu hapo hapo. Wangesema, mtu huyo amepatwa na wazimu, kuna kasoro fulani kwake. Sahau, mtu huyu ni kichaa. Lakini nilichofanya ni kuona ikiwa mtu huyo alijua Biblia kweli. Nilipomwona mtu aliyedai kuijua Biblia, vema nilichukua nafasi na kuuliza, basi hebu nione ni kiasi gani cha Biblia unachokijua. Jana nilikuwa nasoma barua iliyonijia kutoka Peru kutoka kwa mwanamume aliyesoma na Wajesuti. Yolismo, Yola na Febrismo. Homa. Febris. Yaani ni Ukatoliki mtupu. Kisha mtu anayechunguza. Kwa sababu alianza kutafuta, kwa sababu alienda na Wamormoni. Kisha akasoma Umormoni. Na kisha akagundua kwamba kulikuwa na kitu kinachokosekana katika Umormoni ambacho kilikuwa kinamzuia. Kisha akasema, ngoja kidogo, lazima kuna kitu kingine, na akaishia na Uadventista. Na kisha akaniambia katika barua, hii ni mara ya kwanza nimekuandikia. Nimekuwa nikisoma mafundisho yake yote kwa mwaka mmoja. Na nimefikia hitimisho. Ni nini?
Bwana alipomwambia Petro juu ya mwamba huu, mimi ni nani? Kristo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, nikizungumzia mambo yajayo. Aliniandikia hivyo mwenyewe katika barua. Aliniambia, lazima uwe mjinga kweli usielewe wewe ni nani. Alisema, tazama, juu ya hili, juu ya yale uliyosema hapo, Bwana anakwenda kujenga. Nitajenga. Sikuweza kuijenga bado. Anazungumza juu ya siku zijazo. Nitajenga. Na kisha kulikuwa na kurasa 3 kwa jumla ambazo aliniandikia. Hatimaye akaniambia, tazama, hitimisho langu ni hili: yule yule aliyekuwa ndani ya Yesu wa Nazareti ndiye yule yule aliyekuwa ndani ya Paulo, na ndiye yule yule aliye ndani yake. Na akaniambia, ukitaka kukushirikisha ninachokuandikia sema, au ukitaka kuficha ficha, ila lazima uwe mjinga sana au mjinga. Na maanisha, wewe ni mjinga wakati unajua neno na huelewi hilo. Nami nikasema, sawa. Tuendelee na kuendelea na. Hiyo ndiyo shida, sivyo? Pamoja na Dilema.com. Kisha maneno yasiyoweza kusemwa. Maneno yasiyoweza kusemwa ambazo hazikutolewa kwa mwanadamu ni wale ambao Mungu alinipa. Ilipoonyesha katika jimbo la Massachusetts. Na nikaanza kuyazungumza na nikaanza kuyaeleza. Na ndivyo ilivyotokea. Na ndiyo maana tunayaweka mataifa yote. Sio kwa sababu ya mpango, kwa sababu kuna watu wanauliza yafuatayo. Angalia, mtu anapofanikisha nilichofanikiwa. Kwa hivyo ni kama, hey, mkakati wa kufikia ni nini? Lazima kuwe na moja. Bonyeza moja hapo, mkakati mmoja unaotumia. Na utaratibu ni wa nini? Kutafuta wanafunzi. Na ni nini? Viliba ili kuwafanya warudie kitu kile kile. Wako mbali. Kwa sababu hakuna kati ya hayo inatumika hapa. Fikiria. Hii inafanya kazi. Pamoja na malaika. Malaika ndio hufanya hivi. Sijihusishi katika kufanya Ni kwa akili. Kwa akili. Je, unajua kuwa akili yako ina uwezo wa kufanya kazi katika mchakato masaa 24 na wewe ni furaha milele? Ndiyo. Unachukua akili yako kwa masaa 24 kwa mfano. Wacha tuchukue kuwa una umakini. Tatizo katika nukuu. Dhiki kidogo. Kitambo lakini ni nzito. Dhiki kidogo. Sijui, kunaweza kuwa na watu wengi hapa usiku wa leo wenye matatizo makubwa. Changamoto. Makini na mimi. Akili yako haina uwezo kushughulikia masuala ya Ijumaa leo, Jumatano. Au na kile kilichotokea Jumamosi. Na inaweza kuwa shida kubwa. Inaweza kuwa changamoto kubwa. Wanaweza kuwa masuala ya biashara. Yanaweza kuwa mambo ya mapenzi. Wanaweza kuwa masuala ya familia. Inaweza kuwa masuala ya mabadiliko au hatua. Huenda ni habari ambayo imekufikia kutoka kazi yako. Yanaweza kuwa matatizo ya kimataifa. Familia ulio nayo katika nchi nyingine, mama yako, baba yako. Haijalishi shida ni nini, una uwezo. Ukigundua nambari ambayo nitakupa. Hey, kanuni ni nambari ya DD. Je, unajua hiyo inamaanisha nini? Siku baada ya siku. Siku baada ya siku. Kwa maana nia ya mwili wako, yaani nia ya mwili wako haitii sheria ya Mungu. Ina maana kwamba mwili wako umetengenezwa kwa nyenzo ili kukuudhi na Mungu aliufanya hivyo.
Yeye ndiye aliyeunda mchanganyiko huo. Hiyo kemikali ya nyama ambayo haipatani na sheria ya Mungu. Kwa hiyo ina maana kwamba ukikosea kuwa na wasiwasi juu ya jambo litakalotokea Jumatatu, unatoa nafasi ya mwili wako kukusumbua na itashinda, kwa sababu amepangwa kushughulikia hali ndani ya saa 24. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kwa hivyo saa 24 hazijapita na bado unabeba hiyo. Basi lazima ufanye kazi na hiyo katika masaa 24 au 12. Katika saa 12. Kwa hivyo unapaswa kufanya nini wakati dart hiyo inakupiga? Unaweza hata kupata moja hivi sasa. Inabidi umwambie, hey, tutashughulikia hilo kesho. Kwa sababu ukifanya hivyo, unajitisha kwa sheria ya kiroho. Kisha malaika husema, anaingia mahali ambapo siwezi kusema hapana. Kwa hiyo unawalazimisha malaika wakupe matibabu, wanakupa hadhira. Habari. Hello. Ninasema heri, ndivyo ninavyofanya kazi. Hakuna njia nyingine. Usipoichukulia hivi, unakabiliwa na hatari kubwa sana. Unaharibu kitu ambacho kimeharibika, ambayo ni mwili wenu, na kusema kwamba mawazo ya miili yenu msiyatii kwa sheria, wala hawawezi hata ujaribu vipi. Kanuni ni nini? DVD sio DVD, sio DVD. Siku baada ya siku, siku hadi siku.com. Hayo yatashughulikiwa na kijana, msichana, mtu mzima, mzee, mtu mzima. Hakuna wazee hapa. Hujafikisha umri wa miaka 175, sivyo? Babu yake Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 175. Kisha maneno yasiyoweza kusemwa ni zile ambazo Paulo anasema zikikubali mambo ya kiroho kwa kiroho. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 kifungu cha 6 mstari wa 6. Je, kila mtu anayo? Haleluya. Haleluya, utapata ikiwa utaanza kutatua matatizo madogo kwa siku 2 au 3. Lakini ikiwa unatumia nambari ya baba, utaweza kumwambia Mungu kila wakati bila shida yoyote. Hata hivyo, sisi sote tupo na tunasema hekima miongoni mwa walioshinda. Na hekima siyo ya karne hii, wala wa wakuu wa nyakati hizi wanaopotea. Inasema nini? Je, unataka kwenda kwa mwanasaikolojia? Je, unataka kuendelea kwenda kwa mwanasaikolojia? Mtaangamia pamoja naye. Je, ungependa kuendelea kusikiliza nyota? Ishara yako ya zodiac ni nini? Je, wewe ni Taurusi? Wakati mwingine mimi husafiri na kuona gazeti kama hili na kumchukua mtangazaji kusoma kwenye ndege. Kusoma kitu kwenye ndege. Na kisha ninapofika huko, wakati mwingine ninalinganisha ishara yangu. Nami nasema, haya, huyu jamaa ni mwongo gani hapa? Anasema kimbia, na mwingine anasema ngoja, unajua. Maana hiyo ndiyo hekima ya wakuu wa nyakati hizi. Je, huoni kwamba watu hawa wanatumia muda wao kusoma hadi kitu ambacho hufanyi? Husomi sana. Wanasoma zaidi kuliko wewe, halafu wanatengeneza mchanganyiko.
mawazo na dhana ambazo hazielekei popote. Na je, unajiruhusu kubebwa na hayo, uliyebarikiwa? Je, hicho ndicho kinakufanya uende kazini wiki hii? Je, inakutia moyo kusikia kwamba mambo yanaenda vizuri hivi karibuni, kwamba hivi karibuni utapokea habari njema na kwamba marafiki wapya watakuja? Mstari wa 7, lakini tunazungumza hekima ya Mungu. Sema Mungu katika siri. Haya ni maneno yasiyoweza kusemwa. Kwa sababu unaweza kusoma barua lakini bila neno lisiloweza kusemwa karibu nayo, hufiki popote. Ninasema vizuri. Nitaeleza hilo siku nyingine. Lakini twanena hekima ya Mungu katika siri, hekima iliyofichika. Uchawi. Je, unapenda uchawi? Ninaipenda. Lakini waliniambia kuwa uchawi ni mbaya. Uchawi huo sio uchawi. Hiyo haijawahi kufichwa. Hiyo ni nje. Uchawi ni hekima ya Mungu, huo ndio uchawi wa kweli unaohitaji. Sema napenda uchawi. Sio kila mtu alisema kuna hofu. Lakini inasema hivyo hapo. Tazama, twanena hekima ya Mungu katika siri, hekima iliyofichika. Kwa sababu ilikuwa imefichwa. Kujificha kutoka kwa nini? Kutoka kwa ufahamu wako. Mungu alimficha. Waliotuhubiria ni Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Yesu, Mariamu na Yosefu. Musa akayafungua maji. Hadithi kama hizo ndizo tulizofundishwa kwa miaka 2000. Kwa sababu hekima ilifichwa. Angalia, ilikuwa imefichwa kwa Paulo. Kisha akaiweka kwa herufi, lakini akaweka msimbo, neno lisiloelezeka, neno lisiloweza kusemwa. Na basi ilikuwa sasa kwamba ikawa katika nyakati hizi. Lakini sasa, sema haijafichwa tena. Kwa sababu tayari tunamfahamu. Ikiwa unamjua, utatawala maishani, heri. Usiwaogope. Huwezi kuhisi katika huduma hii, huwezi kuogopa. Kwa sababu hiyo sio roho ulio nayo. Roho ulio nayo ni roho ya upendo, ya nguvu na kujidhibiti. Hakuna hofu. Je, utajisikiaje hofu? Na baada ya haya, kwa uwazi kama tunavyozungumza, hofu ni kwa wale ambao hawajafika hapa, wale wanaokuogopa. Wanaogopa sana. Maana wanakuambia kuna kitu kinakutokea, maana naona mwanga ndani yako na kuona umetulia. Sikuoni ukilalamika. Unaongea tofauti. Msamiati wako unabadilika na unaongea kidogo pia. Na wewe pia umepumzika zaidi. Nini kinatokea kwako? Na unapowaambia ni kwamba ninaenda mahali hapa, wanajibu sasa ninaelewa. Hapo ndipo wanakuvuruga bongo. Kisha waambie na kuosha vizuri kwa sababu ilikuwa chafu. Na kilicho kichafu lazima kioshwe. Hekima iliyofichwa. Angalia inavyosema. Mungu gani? Iliyopangwa tangu awali, kabla ya nyakati, kwa utukufu wetu, ambayo hakuna hata mmoja wa wakuu wa karne hii alijua. Hakuna. Kwa maana kama wangelijua, hawangalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halijapata kuona na ambayo sikio halijasikia na ambayo haikufikiriwa na akili ya mwanadamu, ni mambo ambayo Mungu ametayarisha. Ni wangapi wanampenda? Kwa wale wanaompenda. Lakini Mungu alitufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa maana ni nani katika wanadamu ayajuaye mawazo ya mwanadamu isipokuwa roho ya mtu iliyo ndani yake? Kwa hiyo hakuna ajuaye mambo ya Mungu ila Roho wa Mungu. Na sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Je, hiyo roho uliopewa kucheza, kunena kwa lugha, kuruka na kusokota, kufanya ngozi yako kutambaa, kunyanyuka, kutafuta uzoefu wa fumbo, kusudi ni nini? Ili kujua nini umepewa. Hilo ndilo kusudi kuu la Roho.
Nenda kanisani kwenye kona na uulize, kwa nini tumepokea Roho ya Mungu? Watakuambia nambari 1, kunena kwa lugha. Anasema, aya ya 13, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya binadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni na ya rohoni. Lakini mtu wa asili hayatambui mambo ya Roho wa Mungu, kama yule mwanatheolojia niliyekuambia juu yake hapo awali. Nilipompa maelezo, hakumwelewa. Kwa sababu ingawa yeye ni mchungaji na alisoma theolojia na akatubu, akabatizwa, anasoma Biblia, anaandika kutoka katika Biblia, anaishi kutoka humo, lakini sio kiroho. Kwa sababu ili uwe wa kiroho lazima uelewe maneno ya Roho. Sio barua, kwa sababu yote haya ni barua. Yote hiyo ni uchapishaji. Kitabu hiki hakina faida yoyote. Kitabu hiki bila maneno yasiyoweza kusemwa haina faida. Sasa kwa maneno yasiyoweza kusemwa ni uzuri, Sasa hicho ni kitabu kizuri. Lakini kama sivyo, haitakusaidia hata kidogo. Anasema, lakini mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, kwa sababu kwake yeye ni wazimu. Kwa hiyo wanatuona kana kwamba tuna wazimu, na hawezi kuwaelewa, kwa sababu ni lazima watambuliwe kiroho. Badala yake, hapo ndipo penye tatizo. Bali yeye wa rohoni huyaamua yote, lakini yeye hahukumiwi na mtu yeyote. Kuna watu wananiambia, tazama bwana, Biblia inasema usihukumu ili wewe usihukumiwe. Naam, Biblia inasema kwamba huwezi kuhukumu. Lakini ni kwamba mtu ambaye si wa kiroho aliniambia hivi, lakini mtu wa kiroho anahukumu mambo ngapi? Je, huoni kwamba mtu wa kiroho anahukumu vyema, anahukumu kwa upendo, anahukumu kufariji, majaji kutetea, kuongoza, kujenga? Hatuhukumu kama watu wanavyoihukumu, ambao wamejaa wivu na daima wanahukumu. Hapana. Neno hakimu linamaanisha kufafanua, kugawanya mwili na roho. Ndiyo maana tunahukumu kila kitu. Na unahukumu kila kitu. Kazini mtu anakuja kukuambia kitu, mara ukikaa kimya, roho inakuambia kuwa makini na hili, usimjibu sasa. Subiri, acha azungumze, asiwe na la kusema. Na ni ufundi hapo kwamba unatawala. Je, huoni kwamba wewe ni wa kiroho? Na unayo kile kinachosema hapa, angalia. Anasema, kwa sababu mstari wa 16, ni nani aliyeijua nia ya Bwana? Nani atamfundisha? Zaidi tunayo akili ya Kristo. Sema, ninayo nia ya Kristo. Kwa sababu maneno yasiyoweza kusemwa kupewa mwingine. Alinieleza. Ubarikiwe kwa kila baraka. Tutasimama. Habari.